Kiongozi mpya wa juu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ametoa hotuba yake ya kwanza tangu alipoushika wadhifa huo baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuuawa kwa mashambulizi ya Marekani na Israel. Katika hotuba hiyo, Khamenei amesema Iran inapaswa kuendelea kuufunga mlango wa bahari wa Hormuz na kuwa mashambulizi ya nchi yake katika mataifa ya Ghuba yanapaswa kuendelea. Katika hotuba yake iliyorushwa na televisheni ya taifa Iran iliyosomwa na mtangazaji, Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunapaswa kutumiwa kama njia ya kutoa shinikizo zaidi dhidi ya Marekani na Israel. Aidha, ametoa wito kwa mataifa ya Ghuba kuzifunga kambi zote za kijeshi za Marekani, la sivyo zitashambuliwa. Khamenei ameapa kulipa kisasi kwa ajili ya wote waliouawa kwenye vita hivyo, ikiwa ni pamoja na katika shambulizi lililoilenga shule. Ameahidi kuwa Iran italipwa fidia na adui, na iwapo atakataa, basi Iran itazichukua mali zake au kuziharibu kwa kiwango stahiki. Iran imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara zinazopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz na miundombinu ya kibiashara tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi. Licha mashambulizi hayo, Marekani kupitia waziri wa nishati Chris Reiter imesema haiko tayari kuzisindikiza meli za mafuta zinazopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ili kuzikinga na mashambulizi ya Iran. Katika hatua nyingine, Iran imefanya awamu nyingine ya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel baada ya Israel kuishambulia Tehran usiku kuamkia Alhamis. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi limesema lilirusha makombora pamoja na droni katika miundombinu ya kijeshi zikiwemo kambi za jeshi la anga za Palmachum na Ofda pamoja na makao makuu ya shirika la ndani la ujasusi la Israel Shin Bet. Nayo Israel imefanya mashambulizi mapya mjini Tehran ambao wakazi wake wameelezea kuwa ndio makali zaidi tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza. Kwa mara ya kwanza mashambulizi hayo yameripotiwa kuyalenga maeneo yenye watu wengi. Jeshi la anga la Israel limeripoti pia kuwa limekishambulia kituo cha utafiti wa kijeshi cha Talegan katika eneo la Pachim kusini mashariki mwa Tehran. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya atomic, teknolojia zinazohusishwa na silaha za nyuklia zilikuwa zikitengenezwa kwenye kituo hicho kama sehemu ya mpango wa nyuklia wa Iran hadi kufikia mwaka 2003. Wakati huo shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limesema karibu watu milioni 3.2 wamelazimika kuyahama makazi yao ndani ya Iran tangu vita vilipoanza. Mkuu wa huduma za dharura wa shirika hilo, Ayak Ito, amesema kati ya kaya 600,000 hadi milioni 1 zimeathiriwa na mzozo huo. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Theophane Ngitu.